ofisi ya mkuu wa mkoa ulikuja siku moja ukakuta mkuu wa mkoa hayupo, sikurudi tena. Alafu jarudi tena. Ndio. Kwa hiyo ofisi ya mkuu wa mkoa haijawahi kusikiliza. Haijawahi kunisikiliza. Ulipokuta tu hayupo ukakata tamaa kabisa ukaondoka. Sikukata tamaa, nilihangaika sehemu nyingi. Sasa yani kwa mkuu wa mkoa unakwenda siku moja unakuta hayupo alafu unaondoka kabisa. Unaanza kuhangaika. Mheshimiwa, mimi ni mjane, kwa na kazi zangu zingine ambazo zinanipa kipato. Sasa napokuja kushinda sehemu kutwa mzima na kuwa yani inakuwa katika hali ngumu zaidi kibiashara zangu. Kwa mkuu wa wilaya ulishakwenda? Hapana, sijawahi kwenda. Ndio. Okay. Kwa swala lako hili hujawahi kwenda kwa mkuu wa mkoa au hujawahi kwenda kwa mkuu wa wilaya? Ndio. Na wakakusikiliza labda na wakaangalia namna kukusaidia. Ndio. Sasa hebu nieleze historia kidogo. Jinsi wewe ambavyo ulikuwa na supply hiyo mizigo hapa. Ulikuwa unaleta mizigo hiyo kwa utaratibu gani? Walikuwa wanatangaza tenda, unashinda au walikuwa wanafanyaje? Hapana. Niliitwa kama kuna kazi hapa, lakini hapakuwa hapa. Ilianzia Mnazi Mmoja. Uliitwa na ndugu na rafiki na mfanyakazi wa hospitali. Au mliitana kama marafiki? Aliniambia unajua kushona, nikamwambia ndio, akaniambia njoo hapa kuna kazi. Kwa hiyo nilipofika pale wakashirikisha uongozi. Ilikuwa ni Mnazi Mmoja. Waliposhirikisha uongozi wa pale wakanipa kazi hospitali. Ndio. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Mwaka gani? Mwaka ndio nitakuwa nimesahau, lakini ni miaka mingi kidogo. Wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Nilipozirejesha wakaniandikia malipo, lakini walinipa tu kibali cha kazi kidogo. Wakaniandikia malipo, yani ukirejesha leo unajaza dondoo, yani kama kuna hela wanakupa papo kwa papo au kesho yake. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kufanya hivyo. Kila inapotokea wakiniita naenda. Baadaye ndio wakaanza kuniita na hapa Amana. Na hapa Amana nayo ikawa ni hivyo hivyo. Ni yule alikuita au ni kuna mwingine wa hapa Amana alikuita? Aliniita yule ambaye alikuwa kule Mnazi Mmoja. Kwa bado ikawa ni utaratibu ni ule ule? Ni utaratibu ni ule ule, ananiita na inapewa tu vibali vidogo vidogo. Nafanya kazi, nikija najaziwa hapo hapo, kama hela ipo napewa kesho au napewa kesho yake. Bado hiyo kazi kaendelea kwenye na hospitali zingine. Ndio. Okay. Na sasa hela ambayo unadai hapa Amana. Ndio. Ilikuwa hasa ni ya mwaka gani? Naomba zile nyaraka zile ziko wapi? Ilikuwa hasa ya mwaka gani ile? Ilikuwa mwaka 2017. Unadai wewe ni 2017. 2017 na 2021. 2021 na 2017. Kwa hiyo 2017 ulisupply? Ndio. Supply kitu gani 2017? Nilishona nguo za chumba cha upasuaji. 2017. Ndio. Wakati huo mganga mkuu hakuwa huyo. Hakuwa huyo. Si ndio? Ndio. 2017. Ndio. Kwa 2017 ulisupply nguo. Ndio. Hizo kwa zina thamani ya shilingi ngapi? 3,800,000 umo kwenye nani? Sawa, kama 3,800,000. Ndio. Na hizi pesa zote kulipwa? Sijalipwa. Na 2017 ulipo supply ndio hivi vitu, ndio wewe una nyaraka gani inayoonesha kwamba wewe unadai Amana? Nina mkataba. Una mkataba? Ndio. Ambao uko hapa? Ndio. Mkataba huu wapi huu mkataba? Uko hapa. Ambao huu mkataba mliingia kati ya wewe na hospitali? Ndio. Hapa mkataba huo, makubaliano ya kufanya kazi ya kushona nguo za chumba cha upasuaji ambao ni 3,800,000, si ndio? Mkataba huu kwa uliingiwa kati ya hospitali ya Amana na nyinyi mlivyofuatilia mkataba uko valid? Uko valid. Okay. Baada ya kupewa mkataba, ndio sasa ulileta nguo? Ndio nilizileta. Nyaraka ya pili inayothibitisha umeleta nguo unayo? Hawakunipa, nilichukua wakazihesabu wakaziweka, kwa hawakunipa nyaraka yoyote. Kwa hiyo baada ya mkataba, ndio wewe baada ya kuleta nguo, ndio hauna nyaraka inayoonyesha kwamba umeleta nguo. Yaani hauna kitu, kwa Kiingereza wanaita delivery note. Yes. Delivery note hauna. Kwa hiyo sasa ile kuthibitisha kwamba sasa umeleta mzigo, ndio pale nyaraka hiyo inakosekana. Ndio. Na baada hapo tena ukaja kwa supply tena mwaka 2021. 2021. Nguo hizo hizo? Hapana, mapazia. Mapazia. Yenye thamani ya shilingi ngapi? Yenye thamani ya 1,600,000. Ndio. Si ndio? Ndio. Kwa mkataba nayo ina mkataba. Hiyo haikuwa na mkataba, ila ina delivery tu.
kazi ya mwaka 2021 haina mkataba. Ndio. Ila yenyewe ni kwamba uliposhona ndio ukaleta nikapewa na delivery. Alafu kuna mtu akakupatia ile delivery note. Ndio. Delivery note iko hapo. Aleta invoice mheshimiwa. Aleta invoice. Hapa. Hapo ni invoice. Ndio mheshimiwa. Aha, sasa hii ni invoice kwa maana kwamba wewe umeonyesha invoice kwamba wakulipe, si ndio? Ndio. Lakini kwamba wamepokea mapazia ndio haipo. Hiyo mimi sina. Kwamba wamepokea mapazia. Ila aliyopokea yupo. Aliyepokea yupo. Ndio. Aliyopokea sio hospitali. Ni hospitali, alikuwa ni hitima. Alikuwa ni hitima. Ndio. Na aliyesabiliwa ndo kaniambia nilete hiyo. Alikuwa mangapi? 40. 188. 188. Pazia 188. Kwa hiyo jumla sasa ukawa unadai milioni 3,800,000. Ndio. Kujumlisha milioni 1,600,000. 600,000. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo milioni 1,600,000 ni pesa mwaka 2021. Alafu 2018 ukuwa na mkataba nao. 2018? 17. Inasema 2018 ukuwa na mkataba nao. Mkataba wa nini sasa? Yaani 2018 ukufanya kazi ama? Sikufanya kazi. 2019 ukufanya. Kama nilifanya ni ndogo ndogo, lakini sikuwa hizo sizikumbuki hata hivyo kwa sababu sinaga mikataba yake. Okay. Ndio. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tangu ulipofanya hapa kuna 2019 alifanya kazi na 2019 alifanya kazi na mkataba ulikuwepo. 2019 ni wapi? Hapo mheshimiwa. 24 mwezi wa 7 2019 ulifanya kazi hii hapa. Ndio. Hii alilipo mheshimiwa na alipo hata malipo iko wapi? Ilipo hii, si ndio? Ndio. Kwa 2017 umesupply ukulipwa. Sikulipwa. 2019 umesupply ukalipwa. Ndio. 2021 ukasupply ukulipwa. Ndio. Okay. Sawa. Baada ya kuwa unafuatilia haya madeni yako, nini uliambiwa? Kwanza niliambiwa hela yangu imetoka. Ya nani alikwambia? Huyu muuguzi mkuu. Aliniambia faili langu liko tayari, liko uhasibu. Nikaenda uhasibu kufuatilia hela zangu. Uhasibu akaniambia hawaoni dondo yangu yoyote pale. Nikamrudia nikamwambia hivi, kama kule uhasibu wanasema hawaoni dondo langu lolote pale. Tukaenda naye mimi na yeye mpaka ofisini. Akasema nimeleta hilo faili la huyu dada hapa jana. Lakini lile faili halikuonekana tena. Wakaniambia nianze upya kufuatilia tena hayo madai. Wakati naanza upya sasa ndio nikapewa tena na hiyo kazi ya mapazia. 2021 hivi. Kwa hiyo nikapewa na hiyo kazi ya mapazia, nilipomaliza nikaambiwa sasa nifuatilie hizo hela zote zile na hizo. Ambayo ulipewa kwa utaratibu ule ule? Ndio. Wa kupeana tu kwa mdomo. Hii ya pili. Ni kweli nilipewa hivyo hivyo bila mkataba. Bila mkataba. Okay. Baada hapo sasa ulipoanza kufuatilia ya 2017 na 2021 mwisho kabisa baada ya kupita kote. Kumbuka hadithi inasema wakati ule mganga mkuu sio huyu. Ndio, sio yeye. Na hata muuguzi mkuu anaweza siwe huyu. Hakuwa huyu, alikuwa msaidizi. Alikuwa msaidizi. Ndio. Kwa hoja yangu ya msingi ni kwamba kutoka 2017 tawala zinabadilika. Ndio. Si ndio mpaka? Ndio. Kwa kitu pekee kinachoweza kutuweka huru ni uhai wa nyaraka. Ndio. Si ndio maana? Kwa hiyo inapoanza kukosekana nyaraka moja kwenye pesa za serikali, lazima inakuwa ni mwogo mchungu. Ndio. Si ndio mpaka hapo tuko sawa? Sawa. Kwa hiyo ulipoanza kufuatilia 2021 na 2017 kwa pamoja sasa napo ukaambiwa? Nikaambiwa siwezi kulipa mpaka nionyeshe mikataba ya hiyo kazi. Very good. Mpaka mikataba ya hiyo kazi. Ndio. Ukawaonesha. Nikachukua huo hapo. Wa ushonaji nikauleta. Wa ushonaji huo hapo. Alafu huo wa mapazia ndio nikaileta hiyo delivery. Sasa huu mkataba wa mwaka 2017 aliouleta Bima hospitali, mna hii historia ya huu mkataba upo kwenu? Ndio mheshimiwa, historia ipo. Na kilichokosekana tu ni kwamba baada ya kukamilisha kazi sasa analeta kiasi gani, kukabiliwa na nani, hiyo ilikuwa inakosekana. Kwa mkataba upo, lakini inakosekana kwamba
Kazi hiyo sasa imefanywaje na vitu vingine vya namna hiyo, ambayo hii ilikuwa ni makoti yale ya makoti, maski, makofia hizi. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba mkataba unao, ndio, lakini ile delivery note kwamba umepeleka mzigo huo thibitisho ndio. Na kipindi hicho nilikuwa situmii delivery note. Na kipindi hicho ulikuwa utumii? Nilikuwa situmii, nilikuwa nikileta mzigo. Sasa uongozi umebadilika, wanasema bwana lazima ulete kitu fulani. Ndio, sasa uongozi ulipobadilika ndio wanataka hivyo. Sasa ikaonekana hiyo hauna. Ndio. Nini tena kikafuata? Hamna kilichofuata, ndo hamna kinachoendelea, kwa sababu ndio maana nikaamua kwenda hivyo ili mimi nijue kama kweli nina haki ya kulipwa ama sina haki.